Yohana kasikia sauti ikisema, heri wafu waliokufa mbele ya dhiki kuu, nao watalipwa matendo yao. Yohana kasikia sauti ikisema, heri wafu waliokufa mbele ya dhiki kuu, nao watalipwa matendo yao. Dumu siku zote tenda kazi ya Bwana, usifungwe na kila upepo. Dumu siku zote tenda kazi ya Bwana, usitishwe na kila upepo. Simameni kama askari vitani, ngoja Bwana Yesu. Simameni kama askari vitani, ngoja Bwana Yesu. Heri wafu waliokufa mbele ya dhiki kuu. Heri watu waliokufa mbele ya dhiki kuu. Wana heri. Maana dhiki kuu inakuja duniani, dhiki ya ajabu. Wana heri. Wapendwa, siku zilizopita niliona ndoto ya kunyakuliwa. Ndoto ambao Bwana Yesu anakuja kutafuta walio wake. Tulikuwa kikundi kikubwa. Bwana kaanza ita fulani, fulani, fulani. Wengine wakabakia pembeni. Nashukuru Mungu sababu nilijikuta katika wale ambao waliochaguliwa. Lakini nilikuwa na uchungu kuona wenzetu wanabaki. Nikawaambia, wapendwa, sisi tunaenda kwa neema. Neema imekuja, tumeipokea, tumeenda. Lakini mumebaki sababu hamkutengeneza maisha yenu. Basi mjitahidi. Itakuwa wakati mzito. Itakuwa wakati wa shida ambao Antikristo, mpinga Kristo atatawala. Wote watakao kataa kumwabudu mpinga Kristo wanakataa alama yake na wanakiri jina la Yesu, wanamuita jina la Yesu mpaka mwisho, wataokoka. Kwa nguvu sana. Wamoja watauawa, watakatiwa. Sisi tunaenda kwa neema, tunaenda sawa. Ninyi mnabaki katika dhiki. Mujikaze. Mtubu na muipiganie imani, mujikaze. Msikose kuingia mbinguni. Nikasikia uchungu kwa wale ambao wanabaki. Ndio maana Yohana akasema, heri wafu waliokufa mbele ya dhiki kuu. Sasa wapendwa, ambao wako wanaua wengine, mnadhania mnabamalizia binaisha, nyinyi mnabakia mnafurahi. Kwanza wa mingi mnafungua mlango mbio mbio, wanaenda kutanana na Bwana wa majeshi, wanaenda ingia katika raha ya Bwana wa majeshi. Mnadhania mnawatesa, kumbe mnawasaidia kuingia mbinguni mbele ya dhiki ambayo itakuja. Wakristo wajipe moyo, wanaoteswa, wanaoonewa, wanaoonewa, wanaopatiwa ile masumu, wanaologwa, wanaopita katika shida mbalimbali, wanaochukiwa. Wajipe moyo. Bwana siku moja atapanguza yale machozi. Bwana siku moja atapanguza yale machozi. Natafuta kuambia wandugu ambao hao wamekuja kwa katika nuru, ambao nuru yao inang'aa, ambao wamempatia Bwana Yesu maisha kwa kweli na kwa haki. Tujiunge pamoja, tuombee watu ambao wanasumbua wengine. Tuwaombee wachawi, tuombee walozi, watubu. Tusiogope.
moja sauti ya Bwana iliniambia watu wengi wanaogopaka kuombea wachawi wala kupinga hizo nguvu, sababu wanaoga. Wachawi wanatisha sana hizi masiku. Msiogope. Bwana anasema msiogope. Wao mwili hawawezi kuiua na roho. Watu wanataka tembea washakufa zamani. Msikuwe na waogopa. Tusiogope wao mwili hawawezi wakaua na roho. Lakini tuogope yule ambaye anaweza kaua mwili na roho na kuitupa jehanamu. Tumogope Mungu. Tusiogope wataua familia zetu, tusiogope. Tusiogope kufa. Siku tutafika wa Kristo nivo ya kutokuogopa kufa, tutakuwa na nguvu. Tusiogope kufa ya mwili. Watu wanakufaka na bure. Bana kufaka na kubure, unasikia bali kufa na kubure. Lakini ukikufa juu ya Yesu, ukikufa juu na mtangaza Yesu, juu kuna kufanya kazi ya Mungu, usiogope. Usiogope. Na ile masumu iko neutralize kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nguvu za sumu tuzipinge, tuzipinge. Ile neno la Bwana ambaye inasema mtakunya vitu vibaya na havitawazuru. Na hayo mambo yakifika, tumtegemee Mungu tu. Hatutamwacha Mungu sababu dunia imebadilika. Sababu milima imetetemeka moyoni mwa bahari. Tusitishwe na zile ngurumo. Tusitishwe. Heri wafu waliokufa ndani ya Yesu. Tusimame wa Kristo. Tumemaliza ibada, muda ambao umepita. Tumeona ya kuwa wa Kristo wanaonewa sababu hawana nguvu. Sababu hawatafuti nguvu za Roho Mtakatifu. Sababu wanasahau nguvu zao ni wapi. Sababu hawajui identity yao ni wanani. Ndio maana tunaonewa. Adui ameinuka kweli. Ndani ya makanisa ilisha kwa tere ya tere ya kabumbu. Leo sitasema sitasema wizi, sitasema waongo, sitasema washarati. Leo nasema watu wa chuki na fitina. Mko wauaji na mko wachawi. Ukishakuwa mtu wa wivu kunapana sumu. Mwenye anapanaka sumu ni mchawi. Na Bwana anakukemea. Bwana anakukemea siku ya leo. Unawaza hakuoni. Na hiyo masumu ishakuwa na mastrategy unaweza ipana na hata kujuaka. Unaipanda na unapita inapersi. Wewe unatuma mwingine, unapitia kwa mwingine, uende ufanye. Mungu anakuona. Mungu yuko anakuona na atakudemaske. Uwe nani? Inakuwa nini? Michezo. Uwe mwenzenyu, aache watoto, aache mke, watoto babaki banasumbuka na wewe unaikala, unastarehe. Ile posta iachi. Unaipata unafanya nini? Kisha baadaye nini? Hata ukule ushibe. Mwisho bengine basumbuke tu, unasikia uko na raha. Mumemeza nini? Mumekula nini? Bamewakulisha nini? Yenye natuma hamuna tena hata roho ambayo Bwana aliumba. Hamuna roho ya kibinadamu. Mwisho na roho gani? Enyi ninawaangalia kabisa katika macho. Mwisho Bwana nini? Ile roho ya nyama. Roho ya jiwe. Hakuna hata tena conscience. Conscience ya kimutu, dhamiri ya kimutu. Tuachane kwanza na tuseme hata kwanza na Ukristo. Tuache kwanza Ukristo pale, lakini kimutu, kibinadamu. Mtu anakuwa anasema hata kama siokoki, hata kama siamini, huyu ni mwanadamu. Uko na ile kimutu ndani yako, lakini watu hawana tena kimutu. Tuko tunaona ni miwiliwili. Mjakazi wa Bwana akatuambia juzi. Anaona tuombee watu restoration ya cerveau. Sababu akili haziko tena sawa.
akili za viongozi zinachezewa, akili za watu zinachezewa. Ndio maana vitu huko vitu hivi vinafanyika hata watoto hawezi bakavifanya. Sijui kama watu wako wanaona haya, sijui kama watu wako wanafikiri haya bandugu. Doctora, tuseme professeur, tuseme médecin, tuseme médecin, tuseme nani mchungaji, askofu, nani awaye yeyote yule, bila Yesu Kristo, bila uongozi wa Roho Mtakatifu ni kama mnyama. Mnielewe bandugu. Mimi najua kama ni mambo mazito. Kama una uongozi wa Roho Mtakatifu unafanya vitu kama mnyama. Na hata kuko hata wanyama wamoja wanakuwa wanafikiri kidogo. Lakini vitu yenye tuko tunaona, hata uko unaona wanakupigia mikono, hata kama yenye biko na akili, benye biko na macho, benye biko na masikio, banakuona Ndio neno la Bwana linasema kasema stupid. Watu washakuwa stupid. Bwana anakukemea. Wakristo tusimame kuzamu. Tujifiche ndani ya Yesu wetu. Yesu wetu ndiye kamanda wa vita. Simba wa kabila la Yuda. Hajawahi kushindwa, hashindwaki Yesu. Tumtafute Yesu. Anakuja hima. Hata kama watu wako wanadharau, wanasemaka vile atakuya. Atakuya na hata kawia. Na mtu tunawaza na kawia ni sababu il de patience, anavumilia pende hata mmoja apotee. Na ndio maana niko naleta maujumbe, niko naleta message. Anasema tujivike upendo. Katika video ya kwanza tulisoma maneno fulani katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 13 mstari wa kwanza mpaka wa 8 na tukarukia mstari wa 13. Tunaweza tukaisoma yote. Tukasema neno la Bwana ambalo liko katika kitabu cha Mathayo 16:26. Itakufalia nini kupata ulimwengu wote na kisha baadaye uangamie? Utalipa nini badala ya nafsi yako? Tukasema tena katika kitabu cha Timotheo wa pili sura 1, Timotheo wa pili sura 3 mstari wa kwanza hadi wa 5. Siku za mwisho utakuwa watu wenye kupenda pesa, wenye kujipenda wenyewe. Tukisoma pale tutaelewa zaidi. Benye yuko na soif de posséder, soif de pouvoir. Pouvoir imewatawala. Ndio wako nasema wanaelimine wengine hivyo. Hawajui mwisho wao. Tukasema tena tutasoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza 6:9 mpaka 10. Watu wanaotenda mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa mbinguni. Tusidanganyike. Mungu asiakiwe. Apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Kile kinyuko na pandia wengine na watu akivuna. Na kama ukivune wewe au kioni, batoto yako wataviona. Tufanye angalisho sana. Ndio katika siku hizi Mungu ametutia tuonye watu. Ametutia tujitahidi kupatanisha watu. Anatutia tujitahidi kabisa tuoneshe watu njia aliye Yesu Kristo, Yesu wa kweli. Hapana Yesu wa jina, sababu kuna ba Yesu ba mingi mwa dunia. Ba mingi ba Jésus. Ba Jésus biko ba mingi, lakini Jésus Christ, le Fils de Dieu, mwana wa Mungu, mkombozi wa ulimwengu, Masia Emmanuel, Alpha na Omega, mwanzo na mwisho, kimbilio la vizazi vyote.
Bwana anapenda watu wamjue. Sababu katika kitabu cha Yohana sura 17 mstari wa 3 inasema uzima wa milele. Uzima wa milele wa kujua wewe Mungu na wa kujua Yesu Kristo uliyemtuma. Uzima wa milele ndio huo, kumjua Mungu, kumjua Yesu. Na Mungu ni pendo. Kumjua Mungu ni pendo. Kama unapenda, una upendo ndani yako, unamjua Mungu. Unamjua Mungu. Ukiwa na upendo ndani yako, utampenda mwanadamu usiyemuona mbele ya kusema unampenda Mungu. Ukiwa na upendo ndani yako, utapenda taifa lako, utapenda nchi yako, utapenda mazingira unayoyaishi, environnement. Utaipenda na utakinga mazingira. Ukiwa na upendo ndani yako. Na neno la Bwana linatuambia amri ya kwanza, umpende kwanza Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili yako yote, kwa vyote ulivyo navyo. Mpende kwanza Mungu, kisha mpende jirani yako. Ukipenda Mungu, ukipenda ukweli, utafurahia yale ambayo ameyafanya. Utafurahia kila kitu alichokifanya. Bwana alipoyafungua macho yangu mimi binafsi, wapendo, Bwana alipoyafungua macho yangu, nilisikia upendo wake unaingia ndani yangu. Upendo wake unatawala maisha yangu. Kila kitu aliyoiumba nikasikia mimi naifurahia. Nikafurahia nature. Ndio maana hata mnaniona niko nature. Haiko sema siwezi tia saa, natiaka saa, ndeza tia saa. Lakini vingine vyote naona nibaki. Lakini nazosikia mimi najifurahia, wapendwa. Nafurahia ile kazi Bwana aliyoifanya. Nafurahia ile uumbaji wake. Nafurahia manake nywele zangu naturele hivi. Na nasikia mimi nasikia nafurahia vile ambavyo alivyovifanya. Nafurahia wanadamu wengine. Nafurahia wanadamu wengine. Ingawaje mara wanadamu wanakuwa wagumu. Wanadamu wanavunjana moyo. Wanadamu wanarudishana nyuma. Wanadamu hawasikii. Lakini unakuwa unasikia ule uumbaji. Unakuwa unasikia unafurahia mwingine. Malgré ma défaut. Malgré ma faiblesse. Unafurahia nchi yako. Yesu. Unajenga nchi yako kwa upendo. Tunamwona Nehemia. Nehemia katika kitabu cha Nehemia. Ile sura yake ya kwanza, ya pili tukisoma tutaelewa zaidi. Aliposikia ukuta wa Yerusalemu umebomolewa. Yerusalemu umebomolewa. Alikuwa na moyo wa uchungu, kwa moyo wa huzuni. Akasema nitasimama nijenge nchi yangu, nchi ya mababu zangu. Upendo. Wapendo, wakati hii situation nchi yetu inagonjwa, nchi ya Kongo inagonjwa. Wakati iko hivyo, maana kuko watu ambao walikuwa nasikia roho zinatafuta pasuka. Roho inatafuta pasuka, taifa langu, nchi yangu inaharibika, nchi yangu ina shida, nchi yangu. Wengi wangekufa hata na maareka yake. Watu wangekufa wakiona situation hisiko. Sababu ya upendo. Na kuna watu ambao wanasema acha tuinuke twende tujenge. Twende tuinue taifa yetu. Twende na sisi tutie jiwe tujenge taifa yetu. Watu kama hao, shida ni kwamba hawapati nafasi. Hawapati nafasi ya kuinua taifa. Ni watu ambao wanatiwa pembeni. Lakini wengine ambao kabisa mara sijue watu, mimi sijue roho za watu. Mungu anajua. Lakini tunayoyaona kwa macho, unakuwa unaona wengi ndani yao hakuna upendo. Ndani yao hakuna upendo, wapendwa. Na sio Kongo tu, hata katika ingine mafasi, ingine mainchi. Kama hakuna upendo, haki haitakuwa. Kama hakuna upendo, huruma haitakuwa. Kama hakuna upendo, ni desordre, ni kao, ni catastrophe. Bila upendo, upendo inajenga. Huyu anagonjwa, unamsaidia. Hospitali fulani ina shida, inasaidiwa. Baorfelem, bayatima wana shida, wanasaidiwa kwa upendo. Lakini bila ile tutie
tujenge manyumba zetu, tujenge manyumba fasi fulani, tuuze mabiwanja fasi fulani. Utabibeba wapi? Bitakuwa bibia wengine wa batu abadaye après toi. Na kuna saa itakuwa tabia watoto yako. Nina siku moja Bwana atakaposimama, watu waliokamata vitu kwa udanganyifu, kwa uongo, vile vitu vinaweza vikarudishwa. Wala roho wa Bwana akikugusa kama alivyomgusa Zakayo alipogusiwa akarudisha vile vitu. Na wao vinaweza sasa wanaweza kuvirudisha. Mungu anataka tuwe na upendo. Tusiwe tunashiba wengine wanakufa na njaa. Kama tunaweza tujitahidi. Tujitahidi tuwe watu wa kufanya mema, tuwe watu wa kutenda mema, tuwe watu wa kweli. Tutafute amani na watu wote iwezekanavyo. Tutafute amani na utakatifu, utakaso. Pasipo ule hakuna mtu atakayemuona Mungu. Ninajua lengo la kila mmoja hapa chini ya jua, lengo la kila mwanadamu ni kuingia mbinguni. Ukiambia mtu tenda jehanamu pale wasiokuwa na akili, ndio wanasemanga haina shida. Kule kuna wife na kutokuwa na akili na ufahamu, ndio wanaweza kimbilia kwenda kwa moto. Kutokujua katika ujinga na upumbavu. Walikuwa nasema kama nilionaka mtu mmoja nikamwambia kuhusu uzima wa milele, raha ya mbinguni, utukufu wa mbinguni, na nikamwambia hasara ya kwenda katika moto. Akaniambia, kwenda katika moto ni mzuri kabisa juu kule sasa kusikiaka tena baridi. Nikamwangalia. Nikaona huyu. Kisha mwingine akaniambia, kule kuna kwa ambiance, kule ndio kuna kwa ba artiste bakubwa, maana kule ni nduli, ni muziki, ni ambiance. Nikamwangalia, nikaona nikukosewa akili. Watu wanakuwa wanaona ni vitu vinaonekana, akili niko limite, hawaelewi impact. Utalipa nini? Utatoa nini badala ya nafsi yako? Utatoa nini badala ya nafsi yako? Na watu wengine wanawaza ni mamiti, ni mahistoire, havikuwake, ni maimagination, ni mafikiri ya watu, ni mafikiri. Mtu mwingine nilikuwa nikimwambia kuhusu Yesu, namwambia kuhusu neno la Mungu, ananiambia, nani alikwambia yale maneno Mirei? Nani alikutiaka yale maneno mkichwa yako? Ni pastere wako. Wanazania ni vitu hivi wanatubarikia tuambia, aseme bazungu balikiaka wakatuambia mabitu. Sisi tuko washahidi. Tuko batemoin ya Mungu, ya puissance ya Mungu, ya presence ya Mungu, ya Mungu aliye hai, Mungu wa Daudi, Mungu wa Elia, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Musa. Sisi tuko batemoin, Mungu wa Alemo Loto. Tumishi wa Bwana. Mungu wake yuko hai. Mungu wa mitamba yuko hai. Na ndio maana tuko tunamtangaza. Watumishi wa Bwana waliookoka wa kikamilifu wanasimama kwa siku hizi kumtangaza Bwana wa majeshi. Hawaogopi wauao mwili, hawawezi wakaua na roho. Wanaua mwili, hawataua roho. Lakini wanamuogopa yeye ambaye ana nguvu na uwezo wa kuua mwili na roho na kuitupa katika jehanamu. Wanasimama kuambia watu njia. Yesu ndiye njia, Yesu ndiye uzima, Yesu ndiye kweli. Tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tubuni maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tengenezeni mambo ya nyumba yenu. Tengenezeni maisha yenu. Mwache kuangalia kabisa kujifokalize kwa vitu ambavyo viko ephemer, vitu ambavyo vinapita, vitu vya muda kitambo. Tujazwe na upendo, tunda la Roho. Tunda la Roho. Kila yeyote anayeongozwa na Roho wa Bwana, huyo ndiye mwana wa Mungu. Na ukiongozwa na Roho wa Bwana, uko na upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, kiasi, upole. Uko na tunda la Roho ndani ya maisha yako. Upendo. Bwana anatangazia watu wapendane. Warudilie upendo wa kwanza. Tulipoanza kusikiana, tulipompokea Yesu, ile ya kwanza, ile kama kweli ulimpokea Yesu Kristo, kuna upendo wa kwanza ambao unakuwa ndani ya mtu. Unakuwa unasikia maneno, hauwezi lala bila kuomba. Unakuwa unasikia maneno, hapana. Yesu anakumaki, Yesu anakumisi. Yesu anakumisi. Manake usiku, asubuhi, uko unasikia neno, manake neno inakuwa, manake unakuwa unasikia Yesu.
harusi, Yesu mpendwa, Yesu mfalme, Yesu rafiki, Yesu. Pale ndio tunapaswa kurudilia kumsingi. Tunapaswa kurudilia mwanzo. Tunapaswa kurudilia mwanzo. Upendo wa Mungu. Tuache bila kuuana bandu. Uko nasikia watu bado uana wanakatana vipande. Roho yenye Mungu aliumbaka ndani ya mwanadamu ilishaenda wapi? Tunaacha mapepo mashetani itawale maisha yetu. Bamoja biko conscient na wengine habiko conscient. Wa Kristo. Mtumishi Paulo akasema kwa Wagalatia, enyi Wagalatia wajinga, ni nani aliyewaroga? Mlianza katika roho, mnaanza kumaliza katika mwili. Mnaenda wapi? Tunaiga matekniki gani? Unasikia watu wanaanza kula wanadamu wenzao. Wanakunywa madamu za watu. Wanakunywa viungo vya mwili ya mtu. Mwanadamu aliyeumbwa na akili, aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Huko nakula mtu mwenzenu. Amekuwa nyama zimekosekana. Nawaza kama mnakulaka za wengine, zimoja zinakuwa uchungu, zimoja hamzimalizaki. Mungu ahurumie watu. Na tuko tunapenda kabisa vitu viendelee, mambo yabadilike, mambo yakuwe mazuri, na tungali na abomination, machafuko. Watu wengi kusudi wapate kitu, wanapaswa waingie katika hali ya uchawi. Uchawi umeharibu mataifa. Uchawi umeharibu Wakristo. Maana acha niwe na kinga, acha niwe na irizi. Maana huwezi pata kitu bila kukimbilia uchawi. Bachawi kweli wanapata soko hizo masiku. Adui anajiinua sana hii masiku. Huwezi inuliwa mpaka uone mchawi, uulize mchawi, kusudi upate kitu fulani. Uwe na kinga. Mjue ya kuwa wapendwa. Mjue ya kuwa Mungu amesema ya kuwa utukufu wake hata kubali mwingine autwae. Mungu hafihakiwi. Tunawaza na nyamanza, hafanyaki tena kitu, anaangaliaka tu. Mungu hafanyaki tena kitu. Mtamuona. Msipotubu mtaangamia. Hawa wanataja magari, hawa wanataja farasi, hawa wanataja irizi, hawa wanataja uchawi, hawa wanataja nguvu walionao rafiki zao, wanataja ndugu zao, tribalism. Mubatu mpaka wa kwetu. Hatuwezi ona wengine, hata biko incompetent, hata hawajui, mpaka utie ule pale na uko Mkristo. Mengine wenye bana bandugu, wengine bana bakubasemea. Kama una kukusemea hauwezi pata poste ya yulu. Na mwingine mwenye ana kumsemea. Tujue ya kuwa mediateur wetu, mteteaji wetu Yesu Kristo yuko. Na yuko naona bali ba orphelin, bali ba yatima, bali ba jane, bali benye bana bandugu ya kuwasemea. Mungu wao iko. Mteteaji wao iko. Ndio maana naambia watu msilie. Muendelee kuomba Mungu. Azana nzela. Makolo izana nzela. Anakuja kuwavuta machozi. Anakuja kututetea. Anakuja kutukuza jina lake kati ya mataifa. Wasio tu watapata aibu. Lakini ninawaomba mtubu. Tubuni. Mambo ya ujinga, ya upumbafu, muyatoe, mtubu. Ndiyo ni mambo ya huzuni na ya sikitiko. Na ninayasema na uchungu na sikitiko. Bwana anayasema na uchungu na sikitiko. Mungu atusaidie. Mama Rebeka wa Mikenge ameacha ujumbe huu kwa Wakristo. Rebeka wa Mikenge wa Itombwe anaambia watu wajifunge na upendo. Kila mtu aone mwenzake kuwa bora. Kamba ya upendo itufunge. Kamba ya upendo kama kikwembe hiki ambazo zinafungana, hazina mwanzo, hazina mwisho.
Ndio mama wa Rebeka aliniambia niambie wa Kristo, niambie watu mahali pote nitakapopita. Mama aliyejazwa na roho wa Bwana katika mwaka wa 1961 pa Kongo Sud Kivu, tarafa ya Fizi Itombo. Mungu atusaidie.